Leo tunazungumza kwa utulivu na kwa msingi wa neno la Muumba wetu. Hatuzungumzi kwa hisia, hatuzungumzi kwa sababu watu wote wanafanya. Tunapima kila jambo kwa maandiko. Na imeandikwa katika kitabu cha Isaya 8 aya yake 20, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi. Kama jambo halipatikani au haliendani na sheria na ushuhuda, halina nuru. Swali ni hili: je, sherehe ya Valentine inatoka kwa Muumba wetu au ina mizizi ya kipagani? Kihistoria, kabla haijaitwa Valentine, kulikuwa na sherehe ya Warumi wa kale iitwayo Lupercalia. Ilikuwa sherehe ya uzazi, ilihusu miungu ya kipagani. Kulikuwa na madhabihu za wanyama, kulikuwa na sherehe za anasa. Wanaume na wanawake waliunganishwa kwa bahati nasibu. Baadaye jina likabadilishwa, lakini kubadilishwa jina hakukubadili asili na mienendo. Na Muumba alisema wazi katika kitabu hicho cha Yeremia 10 aya yake ya 2, Bwana asema hivi, msijifunze njia za mataifa. Hakusema boresheni njia yao. Hakusema ipewe jina la kidini. Alisema msijifunze. Tena imeandikwa Kumbukumbu la Torati 12:30 na 31, ujihadhari nafsi yako usije ukanaswa kwa kuzifuata, usifanye hivyo kwa Bwana Mungu wako. Haturuhusiwi kuchukua desturi za mataifa na kuzileta kwa Muumba wetu. Muumba wetu hataki mchanganyiko. Ezekieli 22:26 inasema, wala hawakufanya tofauti kati ya kitakatifu na kilicho najisi. Lazima kuwe na tofauti kati ya kitakatifu na kisicho kitakatifu. Na imeandikwa pia Wafalme wa Kwanza 18:21, mtayumbayumba kati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Hatuwezi kuwa katikati. Ama tumfuate Muumba wetu kikamilifu au tufuate dunia. Leo Valentine inaonekana kama siku ya mapenzi, lakini inaambatana na mambo haya: tamaa ya mwili, uasherati, shinikizo la kimapenzi ambayo ndio seduction, maonyesho ya mali, na ni biashara kubwa. Ila neno la Muumba linasema katika Kutoka 20 aya yake ya 14, usizini, na hiyo ni amri ya 7. Na Yesu au Yeshua alisema katika kitabu cha Mathayo 5 mstari wa 28, kila mtu amwangaliaye mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Je, kinachosisitizwa siku hizi ni utakatifu au ni tamaa ya mwili? Imeandikwa katika Yohana wa kwanza 2 mstari wa 15 na 16, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Maana kila kilichomo duniani, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, hakitokani na Baba. Hii ni onyo wazi. Pia kuna swala la pesa. Watu wanahimizwa kununua zawadi, kupima upendo kwa thamani ya zawadi, kujilinganisha na wengine. Lakini maandiko yanasema katika Mhubiri 5 yake ya 10, mwenye kupenda fedha hatashiba fedha. Na katika Kutoka 20 yake ya 3, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kitu chochote kinachochukua nafasi ya Muumba wetu moyoni, tunaona ni sanamu. Wengine husema ni jambo dogo tu, ni siku
ya kuonyesha upendo. Kila mtu anafanya, lakini Yeshua alisema katika kitabu cha Marko 7 aya yake ya 7 hadi 9, nao waniabudu bure, mwaiacha amri ya Mungu, mwayashika mapokeo ya wanadamu. Mapokeo ya wanadamu si amri ya Muumba wetu. Neno linasema pia katika Zaburi 97 aya yake ya 10, ninyi mnaopenda Bwana acheni mbaya. Kwa hivyo kumpenda Yawe ni kuchukia mabaya, na imeandikwa Ufunuo 18 yake ya 4, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Tumeitwa tutoke, si kuiga. Upendo wa kweli ni nini? Yohana 14 aya yake ya 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Upendo wa kweli ni kushika amri za Muumba wetu, si wa siku moja, si wa maonyesho, si wa tamaa. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 5 pia tunaambiwa, nawe umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Upendo huanza kwa Muumba wetu. Kwa hiyo swali si kama ni maarufu, swali si kama watu wengi wanafanya. Swali ni, je, lina mizizi ya utakatifu? Yoshua 24 yake ya 15 inasema, chagueni leo mtakaye mtumikia. Na mwenye haki atasema, kulingana na Zaburi 101 yake ya 3, sitaweka mbele ya macho yangu neno lisilofaa. Kama jambo lina asili ya kipagani, linaendeleza tamaa ya mwili na halijaamriwa na Muumba, basi lazima tulichunguze kwa makini. Tunachagua utiifu kuliko utamaduni. Tunachagua sheria na ushuhuda. Sabato njema kwa ambao mnatazama wakati huu wa Sabato, tarehe 13 mwezi wa pili katika kalenda ya kidunia, Gregorian calendar. Nitatamatishia hapo. Ikiwa mtu ana swali, weza kuuliza pale kwa comment section na tutashughulikia. Yawe akubariki.